Iran imetangaza zawadi ya dola 30,000 kwa mtu yeyote atakayefanikiwa kumuua au kumkamata mwanajeshi wa Marekani katika hatua mpya inayoongeza ukali wa mvutano kati ya Iran na Marekani. Kwa thamani ya fedha ya Tanzania dola 30 takriban shilingi milioni 79 kwa kutumia kiwango cha wastani cha ubadilishanaji cha Benki Kuu ya Tanzania hii leo Agosti 16 mwaka 2025, ambacho ni karibu shilingi 2645 kwa dola moja. Mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami ndiye aliyetangaza mpango huu leo Jumapili, akisema mtu yeyote atakayemuua au kumkamata mwanajeshi wa Marekani na kumkabidhi kwa mamlaka atapata zawadi hiyo kutoka jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hatami amesema mpango huu umeandaliwa baada ya kupokea idadi kubwa ya maombi kutoka kwa watu waliotaka kushiriki katika utoaji wa msaada wa kifedha kwa juhudi za Iran katika vita. Kwa mujibu wa tangazo hilo, mwanamke wa Iran ambaye atafanikiwa kumuua au kumkamata mwanajeshi wa Marekani atalipwa mara 2 ya zawadi hiyo. Hii ina maana kwamba zawadi hiyo inaweza kufikia dola 60,000 ambazo kwa fedha ya Tanzania takribani milioni 158 kwa kiwango cha wastani cha Benki Kuu ya Tanzania Agosti 16. Hatami amewaita wanawake watakaotekeleza kitendo hicho wanawake jasiri wa Iran, huku akisisitiza kwamba mpango huo unatokana na kile alichodai kuwa hamasa kubwa kutoka kwa watu wanaotaka kushiriki moja kwa moja katika mapambano dhidi ya Marekani. Tangazo hilo limekuja wakati uhasama kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuwa na sura ya kijeshi na kisiasa, huku pande hizo mbili zikitoa vitisho na kauli kali dhidi ya kila moja. Hata hivyo, kuna swali kubwa kuhusu namna zawadi hiyo inaweza kutekelezwa kwa vitendo, kwa sababu hakuna taarifa inayojulikana hadharani kwamba Marekani imepeleka kikosi kikubwa cha wanajeshi wa ardhini ndani ya Iran katika vita vya hivi karibuni. Taarifa zilizoripotiwa zinaeleza kuwa kulikuwa na operesheni ya uokoaji mwezi wa 4 baada ya rubani wa Marekani kuanguka, lakini hakuna ushahidi wa kuwepo kwa operesheni kubwa ya kawaida ya vikosi vya ardhini vya Marekani ndani ya Iran. Hatami pia kutaja eneo, tarehe au mazingira ambayo wanajeshi hao wa Marekani wangetarajiwa kupatikana. Kwa hiyo tangazo hilo linaonekana kuwa na uzito mkubwa zaidi katika upande wa ujumbe wa kisiasa na kisaikolojia wa vita, kwa kuitaja Marekani kama mvamizi na kuweka fedha kwa ajili ya kuuawa au kukamata kwa wanajeshi wake. Uongozi wa kijeshi wa Iran unatuma ujumbe kwamba unaendelea kuichukulia Marekani kama adui wa moja kwa moja na kwamba mapambano dhidi ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo bado ni sehemu muhimu ya msimamo wake. Hatami pia ametoa wito wa kuondoka kwa vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba, akisema kwamba wanajeshi wa Marekani hawapaswi kuwepo katika Ghuba ya Uajemi, Ghuba ya Oman wala katika eneo la mlango wa Hormuz. Kauli hiyo ni muhimu kutokana na umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz katika usafirishaji wa mafuta duniani na kwa sababu eneo hilo limekuwa moja ya vituo vikuu vya mvutano kati ya Iran na Marekani katika kipindi cha vita. Tangazo la zawadi hiyo pia linakuja wakati Marekani na Iran zikiendelea kubadilishana vitisho kuhusu mustakabali wa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Tehran imekuwa ikisema kwamba Marekani inapaswa kuondoa vikosi vyake kutoka eneo hilo, huku Washington ikiendelea kuonyesha utayari wa kutumia nguvu kulinda maslahi yake na washirika wake katika eneo hilo. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.